Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 ya mwezi Februari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi, Ramadhan 10 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako kuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kundiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Pengo aagwa kishujaa. Kanisa Katoliki lasema alikuwa ni zawadi ya kipekee. Rais Samia, viongozi washiriki misa ya kumuaga. Kuzikwa leo Pugu, habari katika ukurasa wa pili. Ziara za Dr. Mwigulu zalipa, waliodhulumiwa walipwa fidia, habari katika ukurasa wa pili. Tanzania ya 5 vijana wenye ustawi afya ya akili, habari katika ukurasa wa 5. Samia aibua fursa mpya za uwekezaji, akutana na viongozi mbalimbali, ahidi kushirikiana kiuchumi afya, habari katika ukurasa wa pili. Nchimbi aonye ukabila, ataka uzalendo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 gazeti hili. BOT yahadharisha wanaokopa mitandaoni na kutupa laini, habari katika ukurasa wa 5. Serikali yatoa wasiwasi wananchi tishio la corona, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Komba mrithi wa Jenista Mhagama Peramiho, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Pengo alivyoagwa, waumini, maskofu na watawa wafurika kwenye misa ya kumuaga kumwombea. Rais Samia ongoza viongozi wa serikali. Askofu Pisa achambua maisha yake, akieleza ambavyo hakuwahi kumiliki simu, akaunti ya benki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, ndugu yake ikisema alijinasua na mambo ya ulimwengu, alitoa mali zake zote, vitu vyake vyote, hakuwa na mali ya binafsi, hakuwa hata na akaunti binafsi benki, hakuwa nayo. Watawa wengine hapo utawatoa macho ukiwaambia wasiwe na akaunti, hakuwa nayo, yeye hakuwa nayo. Hii ni nukuu ya Wolfgang Pisa, rais wa TEC na askofu wa jimbo la Lindi. Migogoro ya wakulima wafugaji paswa kichwa waziri mkuu. Dr. Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali haitoruhusu vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani, vikiwamo vya kuchochea uhasama kati ya wakulima na wafugaji nchini ambao umekuwa ukifukuta shingo na misukosuko ya kisiasa hadi ubunge. Habari ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Tanzania ya 5 utimamu afya ya akili kwa vijana, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazama sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni msiba wa Pengo kutanisha vigogo, chanzo cha kifo chake chaelezwa. Viongozi wa kitaifa, maskofu, wanasiasa, waamini waungana kuaga mwili wake.
mamia wajitokeza kumwaga, picha yake yageuka kuwa fursa kwa wafanyabiashara, barabara za fungwa kuelekea kanisa la Mtakatifu Joseph. Habari ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Habari picha inaonyesha viongozi mbalimbali wa kisiasa, Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi mbalimbali na wananchi katika misa takatifu ya kumwombea hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo katika kanisa kuu la Mtakatifu Joseph jijini Dar es Salaam jana. Komba ashinda ubunge Peramiho. Habari katika ukurasa wa 18. Mgombea ubunge wa jimbo la Peramiho kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Lazaro Komba ametangazwa kuwa mshindi baada ya kuwabwaga wagombea wenzake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika KNCU yaanza kulipa madeni ya wakulima. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri mkuu amlipia deni la kikoba mama aliyetelekezwa. Habari katika ukurasa wa 4. Ajali za tajwa kwa tishio kwa vijana visiwani Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 10. Sakata la stendi mpya Buza TAKUKURU yaingilia kati. Habari katika ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazama sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika mwisho wa enzi, Rais Dr. Samia ashiriki kumwaga Kardinali Polycarp Pengo, maziko yake kufanyika leo katika kituo cha Hija Pugu, Dar es Salaam. Mamia wamiminika kutoa heshima za mwisho katika kanisa la Mtakatifu Joseph. Makamu mwenyekiti CCM Bara Steven Wasira, Mama Maria Nyerere washiriki. Habari katika ukurasa wa 3. Nchimbi tulinde maadili tugemee rushwa nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Agizo la Mwigulu KNCU yaanza kutapika mamilioni ya wakulima. Habari katika ukurasa wa 4. Mvua kubwa ya kata mawasiliano Katavi. Habari katika ukurasa wa 4. Kimbunga cha CCM Peramiho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi Jumamosi leo lenye limeandika Dr. Mwinyi akaribisha wawekezaji kutoka Ufaransa. Habari picha inamuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na balozi wa Ufaransa nchini Tanzania Anne Sophie aliyefika Ikulu mjini Zanzibar. Waumini wakumbukeni wenye mahitaji. Habari katika ukurasa wa 2. OMKR tulive zaingia makubaliano kusimamia biashara ya carbon. Habari katika ukurasa wa 8. Rais Samia ongoza misa ya kumuaga Kardinali Pengo. Habari katika ukurasa wa 6. Tutakuja na sheria ya mita 25 hifadhi ya barabara Hemedi. Habari katika ukurasa wa 3. Mazungumzo ya Marekani Iran yapiga hatua. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika dabi ipo ni kesho Jumapili saa 2:15 usiku Amani Complex Zanzibar. Gazeti hili limeweka vikosi vya timu zote mbili, Simba pamoja na Yanga. Kikosi cha Yanga golini ni Diara, thamani yake ni bilioni 1.2, Mwenda milioni 225.3, Shabalala milioni 751, Job milioni 600.8, Baka milioni 900.2, Damaro milioni 150.2 na wachezaji wengine Ukelo ni bilioni 1.5. Kocha ni Pedro Goncalves, raia wa Ureno, mfumo ni 4231. Wakati Simba Sports Club Kasali thamani yake ni milioni 225.3, Kapombe milioni 225.3, Kibabage milioni 150.2, Rushain bilioni 2, Ture milioni 901.2, Kagoma milioni 225.3, Gwe milioni 142.2. Pia wapo wachezaji wengine. Kocha ni Steve Becker, raia wa Afrika ya Kusini, mfumo ni 4231. Mechi zilizopita Yanga alipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Namungo, kisha akapata ushindi wa goli 5-0 dhidi ya JKT Tanzania. Wakati Simba Sports Club alipata ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons, akatoka suluhu ya bila kufungana na Dodoma Jiji. Hili ni toleo maalum katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3, ukurasa wa 7, ukurasa wa 8, ukurasa wa 9, 10 pamoja na ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti hili imeandika EPL leo Jumamosi ni Leeds dhidi ya Manchester City saa 5 kamili usiku. Lady JD, komando asiyechoka anayepaa kimataifa. Hii ni makala ya Rising Woman katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani, lenye limeandika waamuzi Yanga Simba wapewa somo.
Simbu Gwei watabiriwa makubwa Olympic Marekani. Habari katika kurasa za ndani. TFF kuibua fursa changamoto. Chelsea kuikabili PSG 16 bora. Arsenal yapewa Leverkusen. Habari katika ukurasa 22. Singida yawashushia rungu Aucho Obasage. Habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha inaonyesha wachezaji wa Simba Sports Club wakifanya mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Yanga Sports Club kwenye uwanja wa New Amani Complex Unguja, Zanzibar. Na gazeti Habari Leo linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari hapa Toka Zamani TV.